Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, asia ya kwamba ulishasamehewa, unahitajika tu kuamini na kutubu. Huyu Yesu Kristo akiingia kwenye maisha yako anabadili. Kama ulikuwa mtu wa laana, vitu haviendi, unafanya biashara hauoni matokeo, akiingia Yesu Kristo anaachilia baraka. Anasema yeye alitubariki kwa baraka za rohoni. Kuna wengi hapa mmetafuta kazi kwa sababu ya laana ambayo adui ameweka kwenye maisha yenu, hamjapata. Lakini Yesu Kristo akiingia kwako anaondoa laana, analeta baraka. Ninampenda Yesu. Sema Yesu yu hai. Sema Yesu yu hai. Haleluya, 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 haleluya tena. Haleluya kwa Bwana Yesu. Yesu Kristo akiingia ndani yako, kama ulikuwa mgonjwa kama yule mwanamke, anakuponya, anaondoa magonjwa yote. Madaktari wanatibu, lakini anayeponya ni Yesu. Narudia tena, madaktari wanatibu, lakini Yesu Kristo anaponya, anaponya. Na jioni ya leo, ili upokee uponyaji, unahitaji imani. Yuko wapi mwenye imani? Mungu anakuita leo. Hahitaji mambo mengi, anahitaji anayeamini. Haleluya, haleluya. Yamkini umeteswa sana, lakini jioni ya leo msaada umefika nyumbani kwako. Msaada umefika katika mji wa Mafinga. Yesu Kristo anakuita leo abadilishe maisha yako, ageuze uso wako ulio na huzuni, ageuze matendo yako, uwe mtu wa haki na uwe mtu msafi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pale Yesu alipokuwa msalabani akasema, Baba, yote yamekwisha. Mapepo tena hayatamweza mwanadamu, majini yote hayatamweza mwanadamu yoyote. Na ndiyo maana jioni ya leo nimetumwa nije nitangaze uweza, msamaha na nguvu ya Yesu. Shetani ameshindwa, shetani ana nguvu tena, mapepo hayana nguvu tena, na kuzimu haina nguvu tena, haitakuonea. Ikiwa Yesu amekuja kwenye maisha yako, najua unawajua wachawi. Wachawi hawana nguvu juu ya aliyeokoka. Wachawi hawana uwezo juu ya aliye na Yesu. Waganga hawana uwezo juu ya aliye na Yesu. Na ndiyo maana wamejaribu kuroga, wameshindwa. Lakini wewe uliyemkataa Yesu, ndiyo maana unateswa kwenye maisha yako, unateswa kwenye ndoa yako. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema shetani huja kuiba na kuharibu. Ameharibu maisha yako. Umekuwa mlevi, lakini hapo mwanzo haukuwa mlevi. Ameharibu maisha yako. Umekuwa msinzi, lakini haukuwa msinzi. Ameharibu maisha yako. Umekuwa kahaba, lakini haukuwa kahaba. Ameharibu maisha yako. Haukuwa msengenyaji, sasa unasengenya. Huyo shetani amepanikiza hivyo vitu ili haribu maisha yako. Lakini Yesu Kristo anasema, pamoja na yote, ijapokuwa umetenda dhambi namna gani, lakini yeye anasamehe, yeye anasamehe, yeye anasamehe, yeye anasamehe, yeye anasamehe. Mji wa Mafinga tupo kutangaza habari za upendo na wema wa Mungu wetu. Anakuita jioni ya leo, anakuita baba, anakuita mama. Anasema saa na wokovu imefika, saa ya kuwekwa huru imefika, saa ya kufunguliwa imefika, saa
ya kuponywa imefika, saa ya kubadilishwa imefika. Na jioni ya leo Yesu Kristo atakutendea mema. Na jioni ya leo Yesu Kristo atakutendea neema. Kutokana na muda wetu sitoendelea, naomba nimalize kwa kusema, unawezaje kumpokea huyu Yesu? Nimezisema sifa zake kwa ufupi sana. Namba moja, anaponya lakini anaopoa. Lakini Yesu pia ni njia, kweli na uzima. Baada ya maisha yako hapa duniani tunakwenda mbinguni, tunakwenda mbinguni. Na ndio maana Yesu Kristo alikuja kutangaza msamaha wa dhambi. Sasa nimalize kwa kusema kwa ufupi kidogo, nawezaje kumpokea huyu Yesu? Unasema ni kweli, nimekusikiliza, ni kweli umeongea mengi, sasa nifanyeje? Kitabu cha Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 9 na kuendelea, maandiko yanasema mtu akimkiri Yesu na kuamini moyoni mwake ataokoka. Hauhitaji mambo mengi, unahitaji kukiri na kuamini. Unahitaji kukiri na kuamini. Maandiko yanasema mtu amini moyoni mwake naye akapata haki. Unaamini jioni ya leo na Yesu Kristo afanye hayo niliyoyasema? Jioni ya leo ninakushauri na ninakuita, ewe mwana wa Mungu ambaye Yesu Kristo alikupenda, lichague fungu lililo chema, kazi nyepesi. Unakiri, unatubu, unaamini, umeokoka. Haihitaji dakika nyingi, haihitaji mambo mengi. Ukiamini tu Yesu Kristo, kama ni magonjwa anagusa, yanaondoka. Kama ni laana inaondoka. Anatafuta anayeamini. Yuko wapi ambaye anaamini jioni ya leo? Yuko wapi anasema nimeteseka vya kutosha, nimetafuta msaada wa kutosha, leo ninatamani nirudi kwa huyu Mungu anayetupenda. Nimekwambia anayeharibu maisha yako sio Mungu, ni shetani, na dawa ya shetani ni kumpa Yesu maisha. Basi dawa ya shetani ni kumpa Yesu maisha. Dawa ya wachawi ni kumpa Yesu maisha. Dawa ya kukaa salama ni kumpa Yesu maisha. Siri ya kufanikiwa ni kumpa Yesu maisha. Jioni ya leo usifanye moyo wako mgumu, shetani asije akakudanganya ili akutese tena. Na adui anachokifanya ni kukudanganya ili aendelee kukutesa. Lakini jioni ya leo Yesu Kristo anatangaza msamaha na wokovu kwa wote wanaokubali na kuamini. Simama mahali ulipo kwa ajili yangu mimi na wewe, ili tupate wokovu na ili tupate uponyaji. Jioni ya leo natamani umrudie huyu Mungu, na kama kuna mahali ulikuwa haujakaa vizuri, basi Mungu atakusamehe jioni ya leo na atabadilisha maisha yako. Anachokihitaji ni jambo moja, kuamini. Basi baada ya kusema haya, funika macho. Naomba makutano wote tufunike macho. Funika macho kwa kumheshimu Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Baba, wako hapa watoto wako ambao wanatamani kukupa maisha yao, na wengine Baba ni wagonjwa, na wengine Baba wamekuwa hawawezi, na wengine Baba wameonewa na ibilisi. Jioni ya leo tuonyeshe rehema zako katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa umefunika macho hivyo hivyo, funika macho, funika macho mtu wa Mungu. Yeye ambaye anasema siku ya leo, natamani nirudi kwa huyu Mungu anayenipenda. Nyosha mkono mahali ulipo. Nyosha mkono mahali uliko, hata kama upo mbali. Yeye ambaye anasema natamani nirudi kwa huyu Mungu anayenipenda, naomba msogeze hapa mbele. Msogeze hapa mbele. Mungu anakupenda. Asante sana kaka. Mwingine anayesema leo natamani nimpe Yesu maisha. Mungu anatupenda na anatamani kutuokoa, abadilishe maisha yetu yaliyotweshwa na shetani.
Inua mkono mahali ulipo. Mbali kule, nisogezee watu kule mbali. Nisogezee. Karaboshakita paraskadapa. Ligabaroska palanonda bariskata. Sheliwaya katai. Sogea mtu wa Mungu, ninakusubiri. Yesu yupo kazini. Na wewe ambaye ni mgonjwa, uanze kujiandaa sahi. Kalozura mahadaba. Mungu anatupenda sana. Apendi tuteseke. Apendi tuonewe. Na ndio maana alikufa msalabani. Asante sana mama yangu, sogea kakangu. Sogezea hao watu wazuri wa Mungu. Mungu anawapenda sana. Ni watu wa thamani sana kwa Mungu. Na wasubiri tu nyie. Asante Yesu. Sasa ndugu zangu wazuri ambao umepita hapa mbele, naomba watu wote funika macho. Funika macho. Naomba watu wa Mungu funika macho kwa kumheshimu Mungu. Tuliopo hapa mbele, naomba mtanifuatisha sala hii. Naomba fuatisha sala hii. Kama maiki ipo karibu, moja asogeze. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Ninakuja mbele zako. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Kwa ajili ya siku ya leo. 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 Ambao utaenda kubadilisha maisha yangu. Ambayo nakwenda kubadilisha maisha yangu. Siku ya leo. Siku ya leo. Ninamkataa shetani. Ninamkataa shetani. Na mambo yake yote. Na mambo yake yote. Ninamkataa shetani. Ninamkataa shetani. Na vitu vyake vyote. Na vitu vyake vyote. Ninakukubali Yesu. Ninakukubali Yesu. Kama Bwana. Kama Bwana. Na Mwokozi. Na Mwokozi wa maisha yangu. Ya maisha yangu. Futa jina langu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Funika macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ajili ya wanawako hawa ambao wamekupa maisha. Ninatangaza neema kwenye maisha yao. Ninatangaza ushindi kwenye maisha yao. Baba, kaendelee kuwatunza. Baba, kaendelee kuwatetea. Baba, kaendelee kuwasaidia katika hatua zao za kukulia wokovu. Shetani, ninamseta kusema. Shetani, ninamseta kusema. Asiwe na mamlaka kwenye maisha yao. Ninaachilia baraka. Ninaachilia uzima na uponyaji. Kama kuna magonjwa, yaondoke. Kama kuna machini, yaondoke. Kama kuna laana, iondoke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji na kuokoa watu wote wenye magonjwa sugu na mateso. Kama unajijua wewe ni mgonjwa, haujisikii vizuri, naomba usogee msali hapa wa mbele. Msali wa mbele hapa. Watu wote wenye magonjwa ambaye anajiona ana ugonjwa, hata kama umeokoka ila unahisi ndani kuna ugonjwa. Wako hapa baba zetu wachungaji, naomba maiki moja iende kwa mchungaji. Tuwaombee watu wazuri hawa wa Mungu. Wagonjwa wote tusogee hapa mbele. Wakati huo walimu wa watoto, naomba watoto wote mwanze kunisogezea karibu. Watoto wote waanze kusogea. Yoyote mwenye shida mbalimbali, ana ugonjwa, ana mateso, amekuwa hawezi, ana ndugu yupo nyumbani, sogeze hapa karibu. Usiogope mtu wa Mungu, usiogope. Uponyaji wa Yesu ni bure. Anahitaji tu uamini. Usiogope mama yangu, usiogope baba yangu. Sogea tu, Yesu anatupenda. Sogea karibu. Na kama una ndugu anaumwa, pia naomba usogee. Funikeni macho kabla sijaongoza maombi haya. Faraska parusa mahando shagila bai. Alika paruska paruna mashile. Leka prasu bahane maruska barata. Feligada pashka tila mahaya. Rosso bilahane baratadia. Pori bahana mashadi laita. Rigabasula mahatea. Katika jina la Yesu. Yesu, asante kwa kuwa unaenda kuwaponya. Naomba wachungaji wote na watumishi tuwekee mikono. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaamani magonjwa yote yaliyopo ndani ya miili yao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti
aliye hai, ninayalaani magonjwa ya kila aina, toka katika jina la Yesu. Magonjwa yote toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Wenye upofu ona kwa jina la Yesu, wenye kansa ondoka kwa jina la Yesu. Kansa ninakuapisha kwa jina la Yesu, toka uvimbe, toka uvimbe, toka shaga baba. Yesu achilia nguvu zako. Yesu niponye watu rabatataya kwa jina la Yesu. Magonjwa yote falala fire shalalala fire shakaka fire shada baba shada baba. Mweke mkono ya mwanamke kwenye tumbo lake, shagadabadia kila uvimbe nayo mateso kwenye tumbo lako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ondoka. Urababarasia yamanuna maho rabadoskadia. Mweke babu mkono kwenye kichwa chake hapo na macho yake hapo, rabatakusa shalia baba shalia batata rabatadia mato rabaya nauka magonjwa na yalani wa moto lao. Yesu Kristo jisibitishe kwenye maisha, damu ya Yesu ipite kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sante Bwana kwa ajili ya uponyaji. Sante Bwana kwa ajili ya uponyaji. Sante Bwana kwa ajili ya uponyaji katika jina la Yesu. Neema yako iwe juu yake. Asante Yesu. Mungu mkuu. Asante Yesu.